alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili. Amelala katikati ya askari wawili. Hao askari wawili ni wakina nani? Je, ni maskini na magonjwa au ni kuzimu na mauti? Tunaweza kuchambua askari wawili ni watu gani? Sura Zaburi 18. Hao walinzi wawili au ni wakina nani? Jifikie jirani yako, ambao walinzi wawili unawajua, wanaolinda ile gereza, wanaokulinda wewe usitoke kwenye maskini, ni kuzimu na mauti. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuzimu. Kuna nafasi kwenye maisha yako. Nafasi kwenye maisha yako. Kuzimu. Kuzimu. Kuna nafasi kwenye maisha yako. Nafasi kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kukataa. Kukataa. Wewe na kazi zako. Wewe na kazi zako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakataa. Nakataa. Sitakufa. Bali nitaishi. Bali nitaishi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kusoma. Mstari wa 5. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Kamba za kuzimu na mitego ya mauti. Rudi kwa Matendo ya Mitume. Anza mstari wa 3. Ile 12 mstari wa 3 anzia. Na akaiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne. Ndugu, niangalie usoni. Vita yako sio ya mmoja. Yes. Kuna watu wamejipanga na wanajua wanafanya nini. Vikosi vingapi? 4. Hayo vikosi vina watu wangapi? Askari wangapi? 4. 4 mara 4 16. 16. Yaani kosa la Petro ni kuhubiri Injili. Unajua kwa nini Petro anamlinda hivyo? Petro ni mmoja wa maaskofu watatu kati ya wale maaskofu watatu walioacha Bwana Yesu. Yes. Askofu wa kwanza kabisa kufa. Rudi mstari wa kwanza. Panapo mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo. Alikuwa ni askofu. Yes. Yesu aliwaacha hawa walikuwa ni maaskofu, ani Petro, Yakobo na Yohana. Yohana wa kitabu cha Ufunuo, sio Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ya kuandika kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Wa kwanza anakufa. Mwanafunzi wa Yesu. Bali alikuwa ni shemasi wa wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye alikufa kwa kupigwa mawe. Yes. Sasa kitu alichokuwa nakifanya ni kupiga kiongozi kondoo tawanyike. Ndio. Kwa alipomwona Yakobo akamkamata na Petro. Yes. Kwa nini? Baada akaja kumkamata Yohana. Weka kwa wanyama wakali wa kumla. Chukua upeleka Patmo kule kwenye kisiwa. Weka kwenye pipa. Bwana Yesu asifiwe. Weka kule waliompeleka wa kurudi waliliwa na wanyama. Yes. Afu Bwana anamtokea kwa mafunuo mengine. Yohana anasema nilikuwa katika roho siku ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope. Amina. Usiogope. Amen. Katikati ya matatizo ndio Bwana anakutokelezea. Amina baba. Unajua sio kama Mungu aoni. Ndio. Sio kama Mungu asikii. Yes. Alisubiri kwanza wakamkamata Danieli. Amen. Wakamtupa kwenye tundu la simba. Ndio. Afu Mungu akamtokelezea. Amina. Kuna ile tatizo lililonalo. Malaika wa Bwana aje akusaidie. Amen. Malaika wa Bwana aje akusaidie. Amina. Sasa kuna Mungu hawezi. Ndio. Walilisha kama Shadraka kama Meshaki na Abednego. Yes. Wakawafunga. Wakiwa wamevaa suruali zao, kanzu zao, majo yao. Wakatupa katikati ya moto. Lakini mwe katikati ya moto malaika wa Bwana akatokea. Amen. Nikwambie kitu. Ndio. Usiogope. Amen. Usiogope. Amina. Mungu wako yu hai. Amen. Anaishi. Amen. Anaishi. Amen. Mungu wako yupo hai. Amen. Mungu wako yupo hai. Amen. Usiogope. Amen. Usiogope. Amina. Nakutia moyo. Yes. Pokea moyo ushujaa. Amina. Pokea moyo ushujaa. Pokea moyo ushujaa. Kwa jina la Yesu. Kabisa mazingira yanagoma. Alimekataa. Lakini usiogope.
Amen. Hapo ni mkubwa kuliko hilo tatizo. Yes. Hatuwezi kwenda kumwambia Mungu wetu kwamba Mungu tatizo tunaona 1 2 3. Ila tunakwenda kwenye tatizo tunaambia Mungu wetu ni mkubwa, amesema nisiogope. Amen. Mungu wetu ni mkubwa. Amina. Hadi mstari wa 5. Basi Petro akalindwa gerezani. Akalindwa gerezani. Yaani akalindwa gerezani. Wewe unalindwa kwenye maskini, unalindwa kwenye magonjwa, unalindwa kwenye madeni, unalindwa hapo. Kwa nini wanakulinda usitoke? Nasema leo kwa jina la Yesu, kwa msaada wa Mungu tunaruka ukuta. Amen. Jina la Yesu leo nasema utatoka. Basi na mimi nasema na wewe toka kwa jina la Yesu. Pokea kutoka kwa jina la Yesu. Pokea kutoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Yes. Nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa. Alipotaka kufanyaje? Kumtoa. Usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili wamefungwa minyororo miwili. Amefungwa minyororo miwili. Yes. Aniulize, huku kwenye milango hapo askari 16. Hapo alipolala hapo askari wawili. Hata amekufunga kwa minyororo miwili. Yes. Utatoboa kweli msemo wa watu? Yuko Mungu wa Elia. Amen. Yeye ndiye akishuka na namba sadaka na mavumbi. Yes. Na mawe. Amina. Imani yako iko wapi? Usiogope, hilo ni jambo jepesi. Amina. Hilo ni jambo jepesi. Amen. Ngoja nikupe kisa kimoja. Yes. Wewe kuwepo duniani hapa sio bahati mbaya. Mungu alikaa na serikali yake ya mbinguni baada ya kuumba vitu vyote, akasema hivi, na tuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, tuwaweke wakatawale. Bwana asifiwe. Ani wewe umewekwa utawale. Usoni watu wanakuroga, wanakuogopa manake. Unajua akikuacha jiulize kama sasa hivi unaishi hivyo na umesharogwa. Yeye kipuko hajarogwa. Bwana asifiwe. Wewe uchawi ushinde kwa jina la Yesu. Wewe uchawi ushinde kwa jina la Yesu. Na uteketeza kwa moto wa Mungu aliye kwa jina la Yesu. Mungu anayekuroga huyo anakuogopa. Utarudi hapo hiyo Matendo 12. Soma kitabu cha Zaburi 8. Anza mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, wamemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Wamemtakasa juu ya kazi ya mikono yako. Wamevitia vitu vyote juu yake. Vitu vyote. Wapi? Chini ya miguu yako. Yaani vitu vyote vimetiishwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chini vitu vyote. Yes. Sio vichache. Vyote. Chini ya miguu yake. Kondoo na ng'ombe wote pia. Naam. Na wanyama wa kondeni. Ndege wa angani na samaki wa baharini. Kila kipitacho njia za baharini. Mtu ni kitu gani? Hata mkumbuke. Na binadamu Mungu anakukumbuka wewe. Yes. Wanao migelegele. Mungu anakukumbuka. Unakumbuka. Unakumbuka. Mungu anakumbuka Nuhu. Mungu anakumbuka Nuhu. Akukumbuke na wewe. Mungu anakumbuka Elizabeti, akamwa mtoto Yohana. Mungu anakumbuka sana, akamwa mtoto Isaka. Mungu anakumbuka Manoa, akamwa mtoto Samsoni. Mungu akakukumbuke na wewe kwa jina la Yesu. Ukakumbukwe na Bwana. Amina. Ukakumbukwe na Bwana. Amen. Ukakumbukwe na Bwana. Amina. Ukakumbukwe na Bwana. Amen. Na binadamu hata mwangalie. Mwangalie Mungu ameamua kukuangalia. Wewe ni fahari kuangaliwa na Mungu. Nimwangalia juu. Unaangaliana na Baba hapo. Yes. Chapa makofi kwa ajili ya Baba.
Haleluya. Amina. Endelea kusoma. Mstari wa 5. Umemfanya mdogo punde kuliko kama Mungu. Yes. Ajia utukufu na heshima. Na nini? Heshima. Kupata heshima ni haki yako. Amina. Kupata heshima ni nini? Ni haki yangu. Kupata heshima ni haki yangu. Yes. Umevikwa heshima. Yes. Kitu gani kinaleta heshima kwenye maisha? Pesa. Ndio. Magari. Yes. Majumba. Yes. Kuvaa vizuri. Yes. Kula vizuri. Lala vizuri. Si hivyo? Amina. Mungu akupe hivyo vitu kwa jina la Yesu. Pokea sana haja moyo wako kwa jina la Yesu. Pokea sana haja moyo wako kwa jina la Yesu. Pokea sana haja moyo wako kwa jina la Yesu. Yesu kalani na uponya uchumi wako kwa jina la Yesu. Uchumi wako ninauponya kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaponya uchumi wako kwa jina la Yesu. Uchumi wa familia yako, uchumi wa afya yako, uchumi wa maono yako, ninauponya kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wa roho, nafsi, mwili na mazingira kwa jina la Yesu. Endelea. Mstari wa 6. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Na kutakasa kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya kazi ya Mungu. Amina. Na kutakasa kwa ajili ya mafanikio kwa jina la Yesu. Na kutakasa kwa damu ya mwanakondoo. Ninakunyunyizia damu ya Yesu Kristo kuanzia utosi mpaka wewe miguu yako. Ninakunyunyizia damu yenye nguvu na uweza, damu yenye mamlaka na ukombozi. Kama wao wanatoka pale ndege, hadi kuku, wanatoka pale nyama, yani kondoo, mbuzi na ng'ombe, ipo damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu, damu yenye nguvu, damu yenye uweza, damu yenye mamlaka. Damu inanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye madhabahu ya Mungu Elia. Inanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwenye madhabahu hii. Inanyunyiza damu ya Yesu Kristo kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu yenye nguvu zote, kwa damu yenye uweza wote. Ninakunyunyizia damu ya Yesu Kristo kwenye masomo yako, kwenye kila kitu chako, kwenye tumbo lako, za tumbo lako. Ninakunyunyizia damu ya Yesu Kristo, damu yenye mamlaka yote. Kwa jina kule Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu yenye uweza wote. Yesu akakukumbuka kwa jina la Yesu. Yesu akakutetea kwa jina la Yesu. Yesu akakupigania kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo ikakufungua kwa jina la Yesu. Pokea kufunguliwa, pokea kukombolewa, pokea kufunguliwa, pokea kukombolewa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye mamlaka, kwa jina lenye uweza, kwa damu ya mwanakondoo. Inasimama kinyume na nguvu zote za giza, nguvu zote za kichawi, nguvu zote za kufunga, zote za kushikilia, inasimama kinyume nazo, inateketeza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye mamlaka, kwa jina lenye nguvu zote, kwa damu ya Yesu Kristo. Inateketeza wale walinzi wawili, inakatakata wale minyama miwili, kuzimu na mauti kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu yenye nguvu zote. Inawasha moto wote wa Mungu Elia, inawasha moto wote wenye uweza, inawasha moto kuleta kifungoni, isitolea Bwana sikuache, isitolea Bwana sikupungukie. Inawasha moto wote wa Roho Mtakatifu, inawasha moto. Yesu Kristo sikuache, Yesu Kristo sikuache. Pokea nguvu mpya tena, pokea uwezo mpya tena kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu mpya tena, pokea uwezo mpya tena, pokea tena, pokea tena. Hilo ni jambo jepesi, bashani kwa Mungu Elia. Hilo ni jambo jepesi, bashani kwa Mungu Elia. Usiogope. Amen. Ndio Matendo ya Mitume sura 12. Anzia pale pale mstari wa 5. Basi Petro akalinda gerezani. Hilo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, siku ile Petro alikuwa analala amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Bwana akasimama karibu na malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana. Malaika wako kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakutetee. Amen. Karibu naye. Nuru ikamlika. Ikamlika nuru kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Pokea nuru kwa jina la Yesu. Pokea nuru ya Bwana kwa jina la Yesu. Akampiga Petro bavuni. Akampiga Petro bavuni, akamwamsha akasema, ondoka upesi. Minyororo yake ikaanguka mikononi mwake. Malaika
Jifunge. Tufunge. Jivike nini? Kuna vazi unatakiwa kuvaa wewe. Wanakuvalisha vazi la umaskini, wanakuvalisha vazi la magonjwa. Unajua kuna kipofu mmoja alikuwa anaomba barabarani, akaona watu wengi wanapita lakini hawampi chochote. Akauliza, jamani, kuna nini tena? Akamwambia, Yesu mwana wa Daudi anapita. Yesu mwana wa Daudi anapita. Akapiga kelele, Yesu ni rehema mwana wa Daudi. Wakamnyamazisha. Tulia, unampigia mwalimu kelele wewe. Tulia. Akapaza sauti yake, ni mwana wa Daudi. Yesu akasema na nini? Wakamgeukia, jipe moyo, ameshakubali, twende. Akaruka. Yesu alipomuona akamponya. Akamuuliza, Sauli, nataka nikufanyie nini? Nataka kuona. Pokea kuona. Amina. Sasa pokea sawa na haja moyo wako. Pokea sawa na haja moyo wako. Haleluya. Haleluya. Hivi lile bakuli yake limwosha nani? Lile vazi lilimtoka. Yes. Pale ile nafasi yake alikuwa anaenda kuomba. Yesu asifiwe. Amina. Mungu akutoa hapo kwenye maskini kwa jina la Yesu. Amina. Mungu akutoa hapo kwenye madeni kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutoa hapo alipokukalisha kwa jina la Yesu na shetani. Mungu akutoa huko kwenye mateso. Yes. Haleluya. Amina. Endelea kusoma. Ukanifuate. Akatoka nje. Akamfuata. Wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Alidhani kwamba anaona nini? Maono. Na walipopita lindo la kwanza. Lindo la kwanza limepitwa. Pokea kupita lindo la kwanza kwa jina la Yesu. Kupita lindo la kwanza la Yesu. Na la pili. Wakaja hata mlangoni. Hata wakaja mlangoni. Wa chuma. Mlango wa chuma. Wa kuingilia mjini. Akawafungukia wenyewe. Unataka kusoma? Ukawafungukia wenyewe. Ukafanyaje? Ukawafungukia wenyewe. Ulikuwa unataka mlango? Hapana. Ulifunguliwa? Hapana. Ulisukumwa? Hapana. Ulifanyaje? Ukawafungukia. Ulifunguka wenyewe. Ulifunguka wenyewe. Mlango akafunguka wenyewe kwa jina la Yesu. Mlango akafunguka wenyewe kwa jina la Yesu. Amina. Mlango akafunguka wenyewe kwa jina la Yesu. Amen. Mlango akafunguka wenyewe kwa jina la Yesu. Amen. Wakatoka nje.